Umewekewa lini pingili hizo? 2019. Naitwa Doris Cleophas Kambuga. Kambuga. Wewe umetokea wapi? Nimetokea Kisekebi. Nilikuwa nasafiri natoka Bukoba naenda Kigoma. Kufika Nyakanazi, basi la Vislamu likakatika uskani. Basi mimi sikujijua, nilikuwa siti ya 3. Nimekuja kujijua baada ya miezi 2 nikiwa Muhimbili. Ndio? Nikiwa Muhimbili ndio nimekuja kujijua, nimeshafanywa operation lakini nilikuwa sioni. Ndio? Madaktari walipokuja kunipima wakaniambia kwamba nilipigwa na vyuma kwenye kichwa, nimevujia kwenye mboni ya macho. Nilikuwa nimeshafanywa operation ya mgongo lakini nilikuwa siwezi kutembea, nilikuwa niko katika wheelchair. Ndio. Walikuwa wananisukuma ndugu zangu. Baada ya hapo wakaniambia niende hospitali ya Kilwa Road, nikae pale kwa ajili ya kuwa nafanywa check up baada ya wiki 2. Baada ya miezi 3 nikawa nimepewa ruhusa ya kuja. Lakini wakaniambia kwamba usirudi Kigoma, uende Bugando. Ndio takuwa nakuja kutoka Bugando kwa maana pale ukipata tatizo kuna mabingwa pale tofauti na Kigoma. Kwa hiyo nikaa nimepewa uhamisho moja kwa moja na ofisi mpaka hapa Mwanza. Pia sistahili kutembea na basi mwendo mrefu. Basi nikawa naenda Bugando, nikapewa fimbo magongo ya umu, nikawa naenda nayo Bugando na ndugu hivyo. Siku moja nilikuwa nimekaa ndani, nikasikia chura analia uvunguni mwa kitanda cha watoto. Nilikuwa na double decker. Kamwambia mtoto nenda kaangalia huyo chura ameingiaje humu ndani. Basi mtoto yule akawa naogopa. Mimi nikasikia Loi kaniambia niende. Hapo nikasikia tumbo la kuharisha. Nikatoka haraka sana. Kabla sijamuona chura, nilitoka kwenye ngazi, nikawa nimeanguka chini, nikatoka jino na mkono ukawa umepinda. Kwa hiyo nilivyokuwa naweza kuinuka, nikawa siinuki tena. Nikawa vile. Na iliendelea hivyo, kila siku mimi naumwa. Ikawa siku moja nimelala, nikaota watu 2. Mmoja wakaja na mbwa mkubwa sana, analingana kama ndama, ana rangi ya udongo. Huyo mbwa akawa amenisukuma hivi naota, wakamlaza nyuma yangu. Wakachukua mguu mmoja, wakaniwekea hivi. Wakachukua ile miguu ya mbele, wakawa wameniwekea kwenye utosi. Basi nikajaribu kujitikisa, nikasikia mmoja anasema kwamba ukijitikisa huyu mbwa atakukwangua. Moyoni nikasema Mungu wangu nisaidie. Basi nilivyosema Mungu wangu nisaidie, nikazindukana usingizini. Nilivyotoka usingizini, nikipata pesa haikai, matatizo yakawa ni mengi, yani nakawa mtu wa hivyo. Basi maisha yangu yakawa hivyo. Nikawa nimehamia hapa Kiseke. Hapo baadaye nilikaa kama miezi 4, nikaanza kutembea. Ndio. Natembea kidogo baada ya ajali. Ndio. Nikaanza kutembea kidogo. Kuna sehemu ya mguu hapa nasikiaga kama msumari unachoma, baadaye unaachia. Na kuna kipindi naweza nikakaa hivi vidole vya miguu na hisi kama vinavutwa vinakakamaa. Kwa hiyo hata kama niko barabarani. Sasa nikaa nimeenda Bugando tena kwa mara ya 2. Ndio. Wakaniambia, dada mmoja akaniambia nenda Kamanga. Nilipofika Kamanga akaniambia niende nikapime kipimo cha MRI. Nikaenda kule kwa Mbijiwe kupima kipimo cha MRI. Daktari akaniambia, mama, hii hali yako mimi siwezi, inabidi urudi Bugando. Nimeenda na CD yangu ya MRI. Kufika kule tena aliniambia kuna Mchina amekuja, sasa hivi wanafanya operation mpaka za magoti. Watu wanafanya operation. Mchina alivyoangalia MRI yangu aliweka pale kwenye screen. Akatikisa kichwa akamwambia, no, hatuwezi kumfanyia huyu operation.
Daktari naye akaangalia akasema, mama, sisi hapa hatuwezi kukufanyia operation, itakubidi urudi Muhimbili. Nikaa nimeongea nao nikawaambia, wakasema kwamba itakupashwa utafute 8,000,000 alafu utafute na mtu wa kuwa anakukea, kwa maana ukishafanyiwa utakaa ICU wiki 2. Umesema mwili wako wote una maumivu makali? Ndiyo. Kila sehemu panauma? Ndiyo. Na hata juzi kutoka kitandani kwenda chooni nilikuwa natambaa. Baba, nakushukuru. Mungu Mwenyezi, nakushukuru. Umeumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Tazama, yote haya ni kazi yako Jehova. Impossible kuwa possible ndio jina lako. Mimi niko ambaye niko ni Mungu wa Waebrania, utendaye maajabu, ishara, miujiza. Mungu uliotenga bahari ya Shamu, Mungu wa madhabahu ya kanisa la Mtume Paulo Tanzania. Jehova, ninakupenda na kuheshimu. Ulikuwepo, upo, utazidi kuwepo. Tazama mama huyu kwa jina la Yesu. Pingiri weka mpya Bwana Yesu, in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. Pingiri tengenezeka. Tengenezeka. Tengenezeka in the name of Jesus. Unasikia nini hapo? Unasikia nini? Nasikia kama navutwa. Kuna mtu anakukandamiza, anakutengeneza. Sema yuko hai Yesu. Yuko hai Yesu. Sikia. Anafanya nini huyo mtu? Anafanya nini hapo? Kama vile nakandamizwa. Msikie. Kama vile kitu kinanigandamiza huku, kama kinanitembea. Kinatembea. Angalia hapa. So. Shangilia Mungu aliye hai. Mshangilie Mungu aliye hai. Operation ya Roho Mtakatifu imefanyika katika pingili za mgongo za mama huyu. Cheki, angalia spidi ya kuamka. Angalia spidi ya kuamka kwenye skrini yako na upige makofi na vigelegele. Huyo ameondoka. Hataki mchezo, hajaangalia ndala, viatu, yuko bize. Mshangilie Mungu aliye hai. Mama akaingia katika chombo. Vigelegele wana Mungu. Mshangilie huyu Yesu anayoyatenda. Kipeleke mbali na kwani. Mama hataki kuhusu
hataki kushikwa na mtu, hataki kukumbatiwa.